Na mtazamaji popote ulipo, ni Jumatatu nyingine teule ambayo Mola ameridhia tupatane papa hapa kwenye runinga uipendayo ya TV47. Ikiwa ni tarehe 27 mtazamaji, mwezi ni wa Oktoba, mwaka ni wa 2025. Kama kawaida mtazamaji, tumekuandalia taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Lakini kwanza kabisa ni yaliyomo. Mitihani ya KPSEA na KJSEA ya mwaka huu imeng'oa nanga rasmi, huku zaidi ya watahiniwa milioni 2 wakifanya mitihani hii. Chama cha ODM chasema kitamuunga mkono Rais William Ruto katika serikali pana hadi mwaka wa 2027 baada ya mkutano wa kamati kuu. Na washukiwa waliokamatwa wakisafirisha dawa za kulevya wafikishwa mahakamani Shanzu, watasalia rumande hadi kesho. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Karibu. Zaidi ya watahiniwa milioni 2.4 wa shule za msingi na sekondari ya awali wameifanya mitihani yao ya siku ya kwanza ya KPSEA na KJSEA nchini kote nchini. Ufunguzi wa mitihani hii iliongozwa na maafisa wa serikali, na kwa mara ya kwanza katika historia ya mitihani nchini, NEC ilizindua utumizi wa kufuli dijitali katika kontena 250 vya kuhifadhia mitihani nchini kote. Hatua ambayo inalenga kuimarisha usalama wa mitihani, kama anavyoarifu mwandishi wetu Sheila Chelangat. Jumatatu alfajiri, wasimamizi wa vituo vya mitihani kutoka maeneo mbalimbali ya nchi walifurika katika vituo vya kuhifadhia mitihani kuchukua karatasi za siku ya kwanza za KPSEA na KJSEA. Zoezi hili likiongozwa na maafisa wa elimu, na kwa mara ya kwanza katika historia ya mitihani nchini, kontena hizi za kuhifadhi mitihani zilikuwa na kufuli maalum za kidijitali. These locks are linked to NEC Command Center, allowing real-time tracking of the exact time each container is opened and locked. Zaidi ya watahiniwa milioni 1.2 wa KPSEA walianza mitihani yao, karatasi ya kwanza ikiwa ni hisabati. Wakati huo huo, zaidi ya watahiniwa milioni 1.1 wa KJSEA waliufanya mtihani wao wa kwanza iliyokuwa ni Kiingereza. So as these learners are sitting for their summative assessment this morning, they already have their 40%. What they are looking for is only 60%. Watahiniwa hawa wa KJSEA ndio kundi la kwanza kabisa kuufanya mtihani huu chini ya mtaala mpya wa elimu wa CBE. Wakati huo huo, kwa watahiniwa wa KPSEA, huu ni mtihani wa 4 kufanyika tangu ulipoanzishwa mwaka 2022. In senior school, grade 10, we have 2.4 million spaces against 1.1 million learners. So we have prepared everything. Wadau wa elimu kote nchini wameripoti siku ya kwanza ya mitihani hii kuwa shwari na yenye utulivu. Hata hivyo, katika kaunti ya Kirinyaga, mwanafunzi mmoja eneo la Mwea East alilazimika kuufanya mtihani wake akiwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Kote katika vituo vya mitihani, usalama uliimarishwa kuhakikisha mazingira tulivu na salama kwa watahiniwa. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Na hali ya taharuki imetanda katika mpaka wa kaunti wa West Pokot na Turkana baada ya kijana wa miaka 19 kuuawa kwa kupigwa risasi na washukiwa wa ujambazi katika eneo la Sarmach alipokuwa akielekea Takwel. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Pokot Central Nelson Omwenga amesema kuwa marehemu alivamiwa majira ya saa 2 asubuhi kwa kupigwa risasi na majambazi waliokuwa wamejificha eneo hilo.
Hali ya wasiwasi sasa imezuka huku wakazi wakikimbia makwao kwa hofu, wengine wakijificha mapangoni na vichakani. Wametoa wito kwa serikali kuwakamata wahusika na kurejesha usalama. Na chama cha ODM kimejitokeza kukanusha uvumi wa kuwepo kwa mgawanyiko wa ndani baada ya kifo cha kinara wake wa muda mrefu Raila Odinga. Katika taarifa yake ya kwanza rasmi tangu mazishi ya Odinga, uongozi wa chama hicho umesisitiza umoja wake, ukiahidi kuendeleza dira na maono aliyowacha na kudumisha makubaliano ya ushirikiano na serikali ya William Ruto hadi mwaka wa 2027. Mwandishi wetu wa masuala ya kisiasa Mike Kagwongo anaeleza zaidi. Baada ya wiki kadhaa za tetesi za kisiasa kuhusu mgawanyiko ndani ya chama cha ODM, uongozi wa juu wa chama hicho sasa umejitokeza kuonesha umoja wake hadharani. Katika taarifa iliyosomwa na katibu mkuu Edwin Sifuna, ODM imekanusha madai ya migawanyiko ya ndani, ikisisitiza kuwa chama kimebaki imara, chenye umoja na kinachoamini katika misingi ya kiongozi wao aliyeaga dunia. ODM's biggest problem now will not be which faction is winning against which one, or whether indeed there exist factions within the party. Today, the Central Committee of the party has met and laid a firm foundation of unity upon which we can build on moving forward. Kauli hiyo ambayo imechukuliwa kama ishara tosha imeweka ODM kama nguzo muhimu katika kudumisha makubaliano ya amani yaliyotiwa saini kati ya Raila Odinga na serikali ya Rais William Ruto. We reiterate the commitment of the party to the broad-based government until 2027, a relationship guided by the 10-point agenda entered into for the sake of peace and stability of the country. Sifuna pia amedhibitisha uteuzi wa seneta Dr. Oburu Oginga kuwa kiongozi wa chama, akisema hatua hiyo inaashiria muendelezo wa uongozi ndani ya familia ya Odinga na inaleta udhabiti wa chama katika kipindi cha baada ya Raila. We commit here in unison that as we did during the funeral, that we will not be responsible for any breakup in the party or any unnecessary political turbulence that runs counter to Jacom's dream. Hata hivyo, waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amedai kuwa yeye ndiye anayestahili kurithi uongozi wa chama hicho, akisisitiza kuwa amekuwa naibu wa Raila kwa miaka mingi. Mimi nimekuwa naibu wake kwa miaka 13 kama deputy. Na kama baba ameenda, nani amebaki? Sasa wewe ukiwa baba ya watu unaweza kuja hapa upakue. Lakini historia ya ODM haijakosa misukosuko, kuanzia mgogoro wa serikali ya muungano mwaka 2008 hadi kuvunjika kwa NASA mwaka 2017. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye maadhimisho ya miaka 20 ya ODM yatakayofanyika katikati ya mwezi Novemba huko Mombasa, pamoja na kumbukumbu mbalimbali za kitaifa kumheshimu Raila Odinga kwa mchango wake katika demokrasia, usawa na ujumuishaji. Kadri ODM inavyojiweka upya kwa maisha bila kinara wake mwanzilishi, sura mpya ya umoja na muendelezo huenda ndiyo itakayobadilisha mwelekeo wa siasa za taifa katika miaka ijayo. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi. Na mahakama ya Makadara imepunguza dhamana ya vijana 7 waliokamatwa wakati wa maandamano ya 7 Julai mwaka huu. Vijana hao walikuwa wameshtakiwa kwa kosa la wizi wa vifaa vyenye dhamani ya shilingi milioni 3 kutoka kwa kampuni moja iliyoibiwa siku hiyo ya maandamano. Mudhoni Brenda alihudhuria kikao cha mahakama na hii hapa ni taarifa yake. Baada ya siku 102 katika korokoroni, hatimaye vijana hawa sasa watapata nafasi ya kusubiri kesi yao wakiwa huru.
Hii ni baada ya juhudi za shirika la mawakili hapa nchini likishirikiana na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuingilia kati na kuwasilisha kesi kotini likipinga kiwango kikubwa cha dhamana walichokuwa wamewekewa vijana hawa. Ni afueni kwa vijana hao ambao safari yao ya kisheria ilianza tarehe 7 Julai wakati wa maandamano ya Sabasaba baada yao kukamatwa na kushtakiwa kwa wizi wa mali ya kampuni moja hapa jijini yenye dhamani ya shilingi milioni 3. Awali mahakama ilikuwa imewawekea dhamani ya shilingi 100,000 kila mmoja. Mapema leo hakimu Stephanie Bet amepunguza dhamana hiyo hadi shilingi 30,000. Akizungumza na wanahabari baada ya uamuzi huo, naibu rais wa chama cha mawakili nchini Mwaura Kabata amesuta afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma akidai kuwa kesi nyingi zilizowasilishwa dhidi ya waandamanaji hazina uzito wowote, akiomba kesi hiyo itupiliwe mbali. We have been handling these matters from 2024 and I can guarantee you that there is a zero conviction rate on the part of the Director of Public Prosecutions. So we are encouraging our colleagues on that side to also see sense and discontinue or withdraw these matters forthwith. Hakimu aliyekuwa ameweka dhamana hiyo katika kiwango cha 100,000 pia amesutwa vikali. It is very wrong that a magistrate would seek young people rot in jail because of bail. That wasn't so hard to do. And we want to applaud the court for doing the right thing today. Huenda uamuzi huu umeleta afueni kwa vijana hao 7, lakini maswali kuhusu vigezo vinavyotumika na mahakama kuamua kiwango cha dhamana bado yanaendelea kuibuka. Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Na raia 6 wa Iran waliokamatwa wakisafirisha dawa za kulevya yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 8 katika pwani ya Kenya wamefikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Hakimu mkuu wa mahakama ya Shanzu Anthony Mushigi ameamuru kesi isikizwe kesho Jumanne ili mahakama ipate muda wa kutosha kukagua vyeti vya mkalimani. Vilevile mahakama imeanza juhudi za kumtafuta mkalimani ili kuhakikisha haki imetendeka. Washukiwa hao walikamatwa na meli yao iliyokuwa imebeba shehena ya madawa hayo aina ya meth katika operesheni ya baharini. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa shehena hiyo ilikuwa na uzito wa zaidi ya kilo 1,000 na kukadiriwa kuwa yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 8. We'll mention the matter tomorrow so that we can verify your documentation and for the court administrator to be able to source an Iranian Balochi interpreter. If we get one, well and good. If we are able to verify your documentation, then better. So they will be remanded at Port Police pending further orders of this court. Thank you. Tell them that. Please have all the documents that are required to be able to qualify you as a person who can be able to interpret for us. The essence is to ensure that they are following the proceedings and that we are also understanding what it is that they are saying so that there is no bias. Kesi ya mkasa wa bwawa la Solai lililovunja kingo zake na kusababisha mauti ya wakazi 48 wa Solai mwezi Mei mwaka 2018 inaendelea katika mahakama kuu ya Nakuru. Shahidi wa mshtakiwa ambaye ni mtaalam wa jiolojia ya maji alitoa ushahidi wake. Mike Chalo anaarifu kutoka Nakuru. Ni kikao cha mahakama kilichofurika wakazi wa Solai, kila mmoja akiwa na tumaini la kupata haki kwa njia ya fidia, mashamba na familia zao, baada ya kuishtaki familia ya Patel kwa utepetevu na kuendesha bwawa la Solai bila leseni maalum. Kikao hiki ambacho kilitarajiwa kuwa cha mwisho, mashahidi wa mshtakiwa walitarajiwa kutoa ushahidi wao kabla ya kesi hii kuamuliwa. Hata hivyo, shahidi mmoja pekee ndiye aliyetoa ushahidi wake, huku mahakama ikiruhusu muda zaidi wa kusanifu stakabadhi za kielektroniki za shahidi mwingine. Although there is no good reason for further adjournment today because the document ought to have been served in good time upon the other parties,
I shall grant the last indulgence to the defendants. We will take a further hearing in the new term. Shahidi aliyesimama kizimbani na ambaye ni mtaalamu wa jiolojia ya maji ameiambia mahakama kuwa kupasuka kwa bwawa la Solai ilikuwa tukio la kiasili ambalo hakuna mwanadamu aliyechangia wala hakuna ambaye angetabiri kupasuka kwake. Solai Dam owners have nothing to do with what caused the damage. They had nothing to do with it. They could not do anything about it. It's a natural disaster that actually occurred, which is beyond human avoidance. Wakili wa walalamishi ametilia shaka tathmini ya ripoti ya jiolojia huyo, kwani alifanya uchunguzi wake miaka 3 baada ya bwawa la Solai kuvunja kingo zake. You went on ground 3 years later and you still want us to believe your report 100%. When the damage was done, as we were talking about, the dam that was existing now is not there. Natural phenomena has changed things. Kesi hiyo itasikizwa tena Februari 11 mwaka 2026, shahidi wa mwisho wa mshtakiwa atakapotoa ushahidi wake. Mike Chelo, TV47. One witness. Tuelekee Kisumu sasa, ambapo polisi jijini humo wamepata bunduki nyingine mikononi mwa watu wasiofaa, ikiwa ni ya pili kwa muda wa siku 2 pekee kufuatia tukio la ufiatuliniaji risasi lililokamilika kwa kukamatwa kwa mshukiwa mwenye umri wa miaka 21. Mshukiwa huyo aliyetambuliwa kama Kevin Oduor alinaswa akiwa amejificha ndani ya pipa la kuhifadhia maji katika jengo la Patel Sarmaj baada ya kubadilishana risasi na maafisa wa polisi. Kisa hiki kinajiri saa chache tu baada ya kundi jingine la vijana kukamatwa na bastola inayodaiwa kuwa ya mlinzi wa gavana wa Kakamega Fernandes Barasa. Naenda kumaliza. Na mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going. From the latest news and trends to unforgettable moments. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Theological, meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47.
Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Jaji mkuu wa zamani David Maraga, ambaye pia ni mwaniaji wa kiti cha urais kwa tikiti ya chama cha mazingira Green Party, amekosoa serikali pakubwa kwa kukosa kuwajibika kwa mujibu wa katiba. Willy Dennis Njiru na taarifa hiyo. Jaji mkuu huyo wa zamani alizungumza haya mjini Naivasha kwenye hafla ya siku 2 ya hamasa na kupigia upatu mstakabali wa taifa kwa viongozi wanawake wa chama chake nchini. Kenyans want a fundamental change to the governance system of this country. We cannot go on the way we are going on. They want a fundamental change to the governance of this country so that there is order, so that people are held accountable. Maraga akikosoa ulegevu wa uadilifu wa katiba kwa baadhi ya viongozi aliyodai wamepelekea kukosa kihazi kwa vijana wengi. You have very few members of parliament who take their work seriously, who are able to challenge some of the things the government is doing. A majority of them will just pass the bills as they are given by the government. Serikali kuu imeacha kutumia katiba na sasa wananchi hawana tiba, na ndio shule watoto hawasomi, hospitali hakuna matibabu, infrastructure ziko vibaya, na tunapoendelea vile tutaingiza nchi yetu katika dimbwi la huzuni na dimbwi la uchungu ambapo hatutakuwa na future ya vijana wetu. Vile vile ametoa changamoto kwa IBC kuzingatia kutoa huduma za sajili kwa wananchi wote mashinani ilivyo agizo la katiba, akiwaomba vijana kutelekeza wajibu wao. The government policy should be government taking services to the people. So they should make it as convenient and cheap to the members of the public to be able to register. Kila mmoja kama hujaweza kujisajili kupiga kura, mabadiliko kupatikana ni wewe uwe na kura. Pasipokuwa na kura, tutaendelea kuimba hii nyimbo ya kudhulumiwa na uchochole ambao umezidi na umedorora katika maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Maraga aliongeza ni busara kuwazingatia Wakenya wote walio ughaibuni, kwani wengi huachwa nyuma kutekeleza wajibu wao wa kuamua viongozi wangali mbali. The government should not only limit it to Washington and California and one other city in the US. The government should go to all major cities in the United States. It's a question of moving from one state to another so that the Kenyans there can also register. Willy Dennis Njiru, TV47. Asante sana Willy Dennis Njiru kwa taarifa hiyo. Na wafanyakazi wa shirika la Posta Kenya katika maeneo mbalimbali wameandamana wakilalamikia kutolipwa mishahara yao kwa miezi 6 pamoja na kutowasilishwa kwa michango ya kisheria, baadhi yake ikidaiwa tangu mwaka wa 2015. Mwaluse Meshak anaarifu zaidi. Wakiwa wanaimba nyimbo za mshikamano na kubeba mabango, wafanyakazi hao wa shirika la Posta la Kenya Jumatatu wameandamana jijini Nairobi na miji mingine nchini wakidai kulipwa mishahara yao ambayo wanasema haijalipwa kwa muda mrefu. Wafanyakazi hao kupitia chama cha wafanyakazi wa mawasiliano wanasema wamevumilia hali ngumu ya kifedha licha ya kutoa ilani ya mgomo Septemba 23 mwaka huu. Hawana chochote kuweka kwa mfuko. They don't even have where to take their loan. So tomorrow saa 3 tunakutana hapa.
Viongozi wa chama cha wafanyakazi wanalaumu uongozi wa shirika hilo kwa kutelekeza maslahi ya wafanyakazi, kushindwa kuwasilisha michango yao ya lazima ikiwemo pensheni na bima ya afya ambayo mingine haijawasilishwa tangu mwaka 2015. Wengine wanalala kazini kwa ofisi, wanaamuka kuoga ndio wafanye kazi. Our workers here, they have gone, even now they have not even taken a cup of tea. They have really suffered. Wafanyakazi hao leo Jumatatu wamesusia kuingia kazini kote nchini hadi matakwa yao ya mishahara yaangaziwe vikamilifu. Ni maandamano yaliyoshuhudiwa katika miji kadhaa ikiwemo Kisii, Thika na Embu. Wafanyakazi hao wakilaumu uongozi wa shirika hilo kwa kuwapuuza kwa kipindi kirefu. Management. We want the management to go. Management? Yes. Because there is mismanagement. Mgomo huo umeathiri huduma za posta kote nchini, huku wafanyakazi wakiahidi kutorejea kazini hadi malalamiko yao yashughulikiwe kikamilifu. Sasa wanaitaka serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia na Hazina Kuu ya Kitaifa kuingilia kati na kuhakikisha fedha zote zinatolewa kulipa madeni yote. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya kandanda ya akina dada Harambee Starlets wamefanya mazoezi yao ya mwisho nchini Senegal kabla ya kuchuana na Gambia hapo kesho. Starlets wanatarajia kutoa ushindi ama kusajili sare, haswa baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 3-1 kwenye mkondo wa kwanza uliochezwa ugani Ulinzi, hili kujikatia tiketi ya kufuzu kwenye dimba la kandanda la akina dada la bara Afrika la mwaka 2026. Concentrate 100%. To win the other game 3-1, but to lose concentration. So in a new game, still tuko na 90 minutes, so tuko very excited but tuko very focused. Hiyo game ya Tuesday tuko na psych na watu morale iko juu, na pia mimi naamini ya players tuko nao wanaenda kutupia 3 points na tunaenda qualify AFCON. Na wachezaji wa Kenya wanaoishi na ulemavu wa kuona wametua nchini Turkey kwa mashindano ya kimataifa ya unyanyua mizani yatakayofanyika kuanzia tarehe 25 mwezi huu. Zaidi ya wachezaji 20 wanatarajiwa wataiwakilisha Kenya kwenye mashindano hayo, huku matumaini yakiwa makubwa kwamba wataibuka na medali nyingi za dhahabu na kuipeperusha bendera ya taifa kwa fahari. Mashindano haya yanatazamiwa kuvutia wanamichezo kutoka mataifa mbalimbali duniani, yakilenga kuonyesha ubabe, ushindani na dhamira ya kujumuisha wanamichezo wote bila kujali changamoto za kimwili. Nitarudi Kenya na medals na nitafanya country yangu inifurahie. Nina imani ya kwamba kulingana na matayarisho ambayo tumejitayarisha, tuko imara na tuko tayari kwa ushindi. Mimi nimejipanga ya kutosha, ndio nimekuwa nikifanya mazoezi. So naweza sema kwa hii game ya this time round hakuna ati chao, mimi ni kusababisha tu. Na mtazamaji, kwa namna hiyo sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47 jioni ya leo. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukrani kwako mtazamaji siku zote kwa kushabikia runinga hii ya TV47. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Ninaondoka, lakini leo nasemaje? Nasema ukimuona mtu anaulizia bei ya mafuta, ina maana kwamba safari bado haijaanza. Kwaheri kwa sasa.